Karibuni kwa huduma ya uandaaji wa andiko la ufugaji wa mifugo mbalimbali. Kama hapa unavyoiona, hili ni andiko la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa wapatao 5. Mteja wetu kutoka Songwe alikuwa anahitaji huduma hii ya andiko hili la ufugaji. Tumemwandalia kuanzia mwanzo wa mradi, nini maana ya ng'ombe, aina za ng'ombe ambao wanapatikana na utofauti wao katika utoaji wa maziwa. Lakini pia kwenye andiko hili tumemuonyesha namna ya kuchanganya chakula cha ng'ombe wanaotoa maziwa. Tumemuonyesha namna eka moja ya eneo linalisha kiasi gani cha ng'ombe ama idadi ngapi za ng'ombe. Lakini pia katika andiko hili tumeweza kumwandalia pia ramani. Kwenye andiko hili tumemwandalia ramani mteja wetu, ambayo ramani hii itaonyesha banda lenye uwezo wa kubeba ng'ombe idadi ya 5 kulingana na nafasi zake pamoja itakavyokamilika. Lakini kwenye andiko hili tumeonyesha pia ratiba za utoaji wa chanjo pamoja na tiba na namna ya kurudia tiba hizo. Hapo kama unavyoona, hii ni namna ya kuchanganya chakula cha ng'ombe wa maziwa. Lakini pia tumemwonyesha bajeti nzima ya ufugaji kuanzia tiba, gharama zake, chakula kwa kulisha kwa muda wa siku 365 ambao ni mwaka mzima, na hapa tumeweka na gharama zake. Kwa mfano kama atanunua majani makavu ambayo atakuwa ananunua kwa kilo shilingi 400, au majani mabichi kwa kilo atanunua kwa 200, au chakula cha ziada kwa kilo shilingi 950. Lakini pia tumemwonyesha hapa gharama nyinginezo kama ni umeme na maji kwa miezi 12, ambao labda kwa mwezi atakuwa analipa 100,000, nategemea na mazingira, ambao kwa mwaka atatumia 1,200,000 na 200,000. Hapa upande wa wafanyakazi kwa miezi 12, kwa mfano amepata wafanyakazi ambao anawalipa kwa mwezi 100,000, ambao kwa miezi 12 ni 1,100,000 na 200,000. Kwa akiwa wafanyakazi wawili anakuwa analipa jumla ya 2,200,000 na 400,000. Kwa tumeweka toto nzima inayotumika mwaka mzima. Lakini pia tumemwonyesha namna ya kutunza kumbukumbu katika mradi wake. Kwa mfano ni kumbukumbu ya matibabu, hii kumbukumbu ya mapato na matumizi kwa mwezi. Tukamwekea pia kumbukumbu ya ukamuaji wa maziwa pamoja na mauzo kwa wiki nzima. Kwa mfano hapa ni ng'ombe mmoja au jina lake tarehe 1 mpaka tarehe 7, ambao ni wiki nzima. Mfano asubuhi amekamuliwa kiasi fulani, jioni kiasi fulani. Kama huyo ng'ombe ana ndama anapatiwa kiasi gani, jumla ya lita zilizobaki pamoja na mauzo, ambako baadaye wiki nzima tunaona kwamba mnyama huyu lita alizokamuliwa wiki nzima ni kiasi fulani na mauzo yaliyopatikana ni kiasi fulani kila wiki. Lakini pia tuna kumbukumbu ya ng'ombe kupandishwa pamoja na ndama kuzaliwa kwenye banda. Mfano ni jina la ng'ombe au namba ya ng'ombe, tarehe aliyoingia joto, tarehe ya kupandwa, aina ya dume aliyepanda au alitumia AI, artificial insemination, tarehe ya kurudia joto kama kurudi, lakini kuna tarehe ya kuzaa, kuna jinsia ya ndama, uzito wa ndama, tarehe ya kuachishwa maziwa huyo ndama aliyezaliwa, lakini pia daktari wa mifugo aliyehudumia huyo mnyama. Lakini pia kuna kumbukumbu ya idadi ya ng'ombe na kadhalika. Karibuni sana. Lakini pia tumemwandalia na mambo muhimu ya kufahamu katika ufugaji wa ng'ombe kisasa, ambao tumeweka katika herufi A hadi Z. Karibuni sana kwa huduma hii ya uandaaji wa andiko la ufugaji wa mifugo mbalimbali. Karibuni sana.